Naam, msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na huu ni muda wako mzuri kusikiliza habari zetu za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Ozile. Katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari zisemazo kuwa kundi la wazalendo la SNPCC kitengo cha maji kinatoa mwito kwa raia kujiunga nao ili kutetea udongo wa Kongo ambao unaonekana kuvamiwa na wahasi wa M23. Mwito huo umetolewa siku ya 4 ya wiki tunayo. Kwenye mazungumzo nasi, Kamanda Michel Anzuruni wa Mnyaka au Sikae kwenye kitengo hicho cha maji amesema kila mkongomani ana wajibu wa kutoa mchango wake kwa utetezi wa nchi yetu ambayo inavamiwa na waasi wa M23. Huyu hapa anaeleza yafuatayo. Lengo letu kwa kufika Baraka, tuko na ujumbe wa recruitment kwa vijana wetu. Sio recruitment forcé, hapana, sawa wanavyofanya watu M23 Goma. Tunakuja na recruitment yetu ni kwa hiari, recruitment ya kutumika pamoja na sisi kwenye idara la maji, wanaita force naval. Na hiyo ndio ujumbe tunao kutoka kwa mzee William, kwa sababu ya kuambia vijana wetu watuunge mkono ili tuweke amani ndani ya ziwa letu la Tanganyika. Kwa kujiunga kwa haraka tufikie kwenye eneo la force naval ya gouvernement yenye yuko pa Baraka Centreville, na pale utatuona kwa urahisi. Kwa kujiunga ndani ya jeshi hilo, tunahitaji vijana wetu wa kuanza miaka 18 na kuendelea. Unakuja na hata idadi lako la elimu ya shule. Tunahitaji kabisa wenye kuwa na elimu ya shule wajiunge pamoja na sisi. Hata ukiwa umesha kuwa mzee na usingane na nguvu, tunakukaribisha juu ya kutetelea nchi yetu. Kazi ya jeshi ndo kazi ambayo inaonekana kama vile kutumwa watu ambao wanakuwa washindikana ambao wanakuja kuingia. Hawa nao wa aina hiyo mnawakubali namna gani? Tuna mashauri makubwa na tuna centre de formation ya kugeuza umma ili aitwe jeshi. Kwa sababu ya nini? Kuna wengi kabisa, jinsi mtangazaji anasema, akili yao ni mbovu. Wengi wanapiga wa mama zao nyumbani, wengi hawasikie hata vizazi, wengi wananyanyasa raia, wanakata barabarani na mavisu na mipanga kusumbua. Wale wote tunawahitaji ili tuwanyoshe, tuwafundishe. Tuna centre ya formation, centre accéléré ya miezi kidogo tu ili apate elimu zaidi. Sisi tuko wa reserviste arme reserve de FARDC. Tuko natembea pamoja na serikali yetu yenye kwa madaraka ya rais wetu Mheshimiwa Rais Kisekedi Chilombo Antoine. Mwishowe, Kamanda Michel Anzuruni ametaja makabila yote kujitokeza ili kutetea udongo wa nchi bila ubaguzi wowote. Zitakapofika hadi mwisho wa mwezi huu tulio nao, mwezi wa 10, tunamaliza kupokea maaskari wapya ili waitwe maaskari wenye nguvu na wenye kutumikia nchi kwa ajili ya adui. Anazidi na mbinu zake za kuendelea kusumbua maeneo yetu Fizi na Uvira na Mwenga, na hatutaki adui atunyang'anye nchi yetu. Hatutaki. Sisi tumeishi miaka 18 tunapambana na huyo Rais Joseph Kabila. Wengi wanasema labda hakuna organization ya kupata chakula. Hapana, tulikaa miaka 18 tunakula chakula ya wazazi wetu, wanatusaidia kwa muhindi, tunakula na tunafanya mapambano makubwa na tunaendelea, na leo tupo. Kama nasikia sauti yangu, nina afya nzuri kwa sababu ya chakula tulichochikula cha wazee wetu. Na leo hivi mzee wetu Amuri William ya Kutumba numero 1 visionnaire, mzee akiangalia na hiyo mpango na watu wanakula na wanashiba. Kwa sababu natoa kwenye shamba la vita, tunakula chakula na tunashiba. Karibu sana nje na chakula mtakula, kuna shida. Asante sana wa raia wetu wa Baraka. Raia wetu wa Baraka ninawahitaji sana kwa sababu njoo vile Baraka inakusanya watu wengi, sio tu kabila la Wabembe. Negative. Kuna kabila nyingi hapa na wote ni Wakongomani. Tunawahitaji muje mkusanye mawazo pamoja na sisi kwa sababu kutetelea nchi yetu. Tunawaomba kabisa wa ndugu zetu muje. Adui akingana na mbinu nyingi sana. Hiyo ni ujumbe nimewapatia. Tukiacha ndugu zetu tutaenda wapi? Amupataki habari yao wanasema kama tutavuka bahari na miguu. Hiyo ujumbe inatembea hata leo. Na ni kweli tunataka tutembee ndani ya maji ya mguu. Jibu hapana. Muje tujikosantre, tuwe pamoja kwa kupiganisha adui angingane na mbinu ya nchi yetu. Na tunakataa kabisa. Hatutakwenda Tanzania sisi. Tanzania ni ya Watanzania, Burundi ni ya Warundi. Nje tutetelee nchi, tujikosantre, tufukuze adui, atoke Bukavu, atoke Goma, tufike hadi Ituri. Na hiyo itapendezesha rais wetu wa nchi na mengi mtakula matunda ya nchi. Asante sana raia wa Baraka.
Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba askari polisi ajulikanaye kwa jina la Amos Marco amejeruhiwa vikali kwa kupigwa risasi naye mzalendo wa kundi la FPDC haitwaye Gilles Mia siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 22 Oktoba 2025 kwenye kituo cha askari polisi mjini Baraka. Kwa mujibu wa habari tunazoeleza kuwa ilikuwa mida ya saa 9 mchana ndipo kitendo hicho kimetokea, pale ambako mzalendo huyo alikuwa tayari ametumia pombe ya kupindukia na hafla alimfyatulia risasi 2 kwenye mguu wa askari polisi na kumjeruhi vikali. Kisha kitendo hicho cha kusikitisha, mzalendo huyo alifyatua risasi alishikwa na kuwekwa nguvuni, huku askari polisi aliyejeruhiwa amepelekwa mara moja kwenye hospitali kuu ya Baraka kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, chanzo cha kitendo hicho bado kujulikana hadi sasa. Kutokana na kitendo hicho, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swaze amelahani vikali kitendo hicho, huku akiwataka wazalendo kutumia silaha zao vema. Mengi zaidi kusikana na kitendo hichi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Na kule katika mji wa Uvira, tukiwa tu katika jimbo la Kivu Kusini, ni kwamba mtu mmoja, mama wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana mpaka sasa katika manispa ya Kalundu mjini Uvira. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Raia wametaja kurikodi visa 5 vya kuuawa kwa kupigwa risasi kwa muda wa wiki moja mjini Uvira. Kwa mujibu wake Dunia Hamisi, mratibu wa muundo huo wa Machozi ya Raia, ameanza kwanza kukemea kwa hali ya juu kitendo hicho, huku pia akitoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Hizo habari ni za ukweli sana. Ni jana mida ya 19 mkasi Kalundu, mama mwenye wanamuita Katarina na Vindu alipigiwa masasi mwake na watu wenye wasiojulikana na 19 kabisa. Kwa chanzo cha kumuua bado hakijulikana, meselo masources za proche zetuko nazo. Kwa sikia watu wanasema kama kulikuwa makonflit za bulozi zenye detector walikuwa wanasema na ndio mimi litufu ya vile, na ndio wakakia wakampiga masasi yule mama. Alikuwa mwake, alikuwa na taarifa za kupiga. Ndio wale wahalifu wakakuja na wakamkuta mnyumba, wakamuuliza chochote kile, wakapita wanamstatulia risasi na wakapita wanakimbia wale wahalifu na kwenda basi ambapo hapajulikani. Lakini sisi kama Machozi ya Raia tunalaani sana ile kitendo na tunaexige na ni ouverture imediate ya enquête yake, enquête yenye iko serieuse na ya transparence, na tunalomba renforcement ya service ya securite mwile maeneo na maeneo yote ya Uvira. Maana sasa hii kama Machozi ya Raia tunaregistre mwini semaine watu 5 washapigiwa masasi Uvira. Dimanche tulipoteza mtu, jana mardi tulipoteza mtu, vendredi tulipoteza kamutu, na mardi na lendi tena. Donc tuko tunaendelea tu kusukuma serikali yetu renforcer securite, maana tunaona kama securite hapa kwetu Uvira hayakuwa mzuri sagisi inapaswa kuwa, maana paske serikali yetu yajua kukontrole mamingine tofauti, malgré kama Uvira ni mwingine yenye army zinakazi zinatembea sana, army zinasirikile me haiko ndio kusema watu watakuwa ni makuku wakuwa nakuya kupiga masasi kila. Ndio maana tunalomba kwa vyombo vya usalama kuameliore service ya securite. Hata hivyo, upande mwingine ameongeza kuwa vyombo vya usalama mjini Uvira vinakuwa na uzembe wa kuchukua kwa uzito swala la usalama wa raia na mali yake, ambao kila kuchao raia wanapigwa risasi na kufariki. Service ya securite hapa Uvira inaweza kutia usalama hapa Uvira, lakini kitu kenye sisi tuko tunalaani kama beko banakuwa na madefiance yenye beko banafanya hapo kama security, unajikuta inaenea 18h hakuna hata yenye basha tembea mwingine, unajikuta lisasi inaweza lia hapa maeneo ya Kalundu, unaweza pita 3h 5h ndio unaona ekipe ya intervention inakuya. Sasa ile yote banaweza huwa mtu hapa banapiga mtu mmoja masasi hapa, meju
service ya intervention ifike talomba masaa na masaa. Kwa ile sisi tunaona sasa vile serikali nayo iko nachangia kwa kuleta hali ya usalama mdogo hapa kwetu Uvira. Maana iko ya kwanza ama ya mara pili tulishaka waandikia na vibarua vingi sana kwa kuwaomba waendelee kuwa na tia usalama wa kutosha ndani ya makata, lakini nguvu yoyote ile. Ndio maana sisi kama kwetu mashirika za kiraia tutapuse serikali ikama responsibility yake mkono. Bwana mtangazaji, sisi kama wa raia hatuoni maana ya wazalendo kuwa hapa Uvira. Wengi wako hapa Uvira, wengi wao wanaanza sababu wazalendo, bakikuta wengi huko wanazunguruka na mabunduki, wanatia makamba hapa mjini Uvira, wanaanza wanateze ma service petrolier, wanateze fake, wanasahabu lengo lao ya uzalendo. Wengi wanabaki kuwa na kamata mtu una kitu anapigana na bwana wake, ule bibi anaenda shtaki bwana wake kwa wazalendo, wake kamata bwana wanampiga fimbo, wanamlomba franga, mtu eko na deni ya mtu anapeleka kwa wazalendo. Donc wazalendo wamoja hapa wanaanza sababu maana yao, na ndio ile kulundamana hapa. Mzalendo anaanza sikia hapa, anaanza sikia njala hapo Uvira. Hatuwezi sema ni hapo ndio kwa wanaiba ile fasha ya kuikala tena sana umungini ina create bazalendo waanze kuwa na tamaa fulani na wengine utajikuta kama mbazalendo huko, wazalendo wa kweli na wazalendo wa bongo huko Malingia. Kama mkizalendo jiko na madeni za watu wanaogopa wakidaishe, anaenda mkizalendo huko Malingia. Mkizalendo alikuwa mprizo central, anaona anatoka, anaona basi mfuatilia anaenda kuchamia mkizalendo huko Malingia. Mkizalendo hivi alimkatalaka ni alipisha kisasi vya vile. Pa Uvira tu ni kwamba shirika la raia la Kokilevi RDC limekemea vikali vitendo vya uporaji wa duka za wananchi katika maeneo mbalimbali ya mji jirani wa Uvira. Mkuu kiongozi wa Munduo ameomba raia kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kuwa wanataja wahalifu. Kwake Bwana Rama, mwanamemba wa shirika hilo la raia, amezungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ilikuwa usiku wa kuamkia leo siku ya 3 tariki 22 mwezi wa Oktoba mnamo mwaka wa 2025 saa 7 za usiku, watu wasiojulikana wamebomoa kioski ya Dada Fatu. Dada Fatu yeye ni mwanamemba wa protokola ya gouvernorat yetu ya Sud Kivu. Wakajaribu kupora vitu ambavyo vilikuwa ndani kama pombe mbalimbali vile, na kioski hiyo kinapatikana mu katika Bindula Avenue Kimbangu en face na Route Mwami. Kokilevi RDC ina condamné avec fermeté ile acte ya vandalisme ambayo imefanyika kwa dada yetu Fatu, na tunaambia wajene wa vijana wajaribu kuambatana na serikali yetu ya Kongo pia na wazalendo ili kuboresha usalama ambao unazidi kujidegrader jour pour jour. Ndio kawaida vioske vyetu havilalaki amo watu. Vioske vya mingi vya Uvira vilalaki amo watu. Mtu anamazaka kazi magharibi anafunga na mabifuli anaenda na fungulo kunyumba. Barukia remarki kama anaibiwa, batu kwanza walipita pale wakaona kioski wakasema sama dada aliacha kioski wazi, ndio wakampigia simu wakaambia uliacha kioski wazi. Akafika pale akasema hata iko sana aibiwa. Na nake saa alikuya, majirani ndio walimuita wakamwambia iko sawa, vitu haviko mzuri huko. Ndio akakuya akaremarki c'est vrai, baliomola kwa bifuli, bakaingia mle ndani bakabeba vitu fulani na wakaacha vingine mle venye walishindwa kubeba. Wakati wa yakijiri, Rama ameongeza kuwa vyombo vya usalama vinatoa msaada chelewa, na hivyo inasababisha watu wengi kutokupata misaada kwa uharaka wakati ambapo wanaingiliwa na wahalifu. Mtangazaji, unajua kawaida ya nchi yetu, intervention inakiaka après 2 jours 3 jours. Inakiaka toujours nyuma, hata niseme hivyo. Après kuibiwa, malerte zilifanyika mais hakukuwa intervention yoyote ile. Mpaka sasa kuja intervention na wahalifu wenyewe hawajajulikana, na kuyakuwa hata trace yenye inaonesha kama wala maindisi inaonesha kama ni wafulani wala wafulani. Ndio maana tulisema les personnes non encore identifiées, tukipata maindisi za mzuri na kujua wanani wamefanya kitendo hicho, tutakuja na habari nyingine ili ya confirmer kama ni watu fulani wamekamatwa ama wakamatwa. Na kingine kitu kama vile sisi shirika la kiraia tunazidi kukondana ile maakte juu kila siku kwa siku ma insecurity kuna zidi kujidegrade. Utakuonyesha leo hapa waliua mtu, kesho wanaua mtu, kesho yake
Najua kusi bioske viko nazidi kuibiwa, watu wanaibiwa masimu. Maana security haiko assuré ku batu. Security haziko assuré ku batu. Ndio maana tunazidi kualerter gouvernement yetu, izidi kurenforcer ma mécanisme ya protection ya sécurité ku population yake. Vile vile population nayo izidi kujirallier na FRDC na wazalendo poke waone gisi bata renforcer davantage sécurité ku watu na ku vitu vyao. Katika tarafa la Fizi ni kwamba kijana mmoja julikanaye kwa jina la Oredi John wa umri wa miaka 19 amedoliwa kwa kupigwa risasi na mjomba wake ambaye ni mzalendo mnamo jioni ya tariki 21 Oktoba 2025 katika kijiji cha Misisi sekta ya Nganja tarafani Fizi. Udhibitisho ni wake mkuu kiongozi wa kijiji cha Misisi ambaye amelaani vikali kitendo hicho na kutaka mamlaka ya serikali kuchukua jukumu la kulinda raia kwa kuwa vitendo vya mauaji vyaonekana kushamiri kila leo. Ilikuwa jana magharibi, kwa mtu mmoja alikamata bunduki ya baba yake, alikuwa mapombe kama kila dawa akaua. Walikuwa sasa kizalendo na viatu ya joy ni yake kwenye kizalendo, kwa mzipo yake, yani miomba. Mandete zinaendelea, meviki inaonekana ni miomba aliua mwikwa. Kwa tunaanza kuendelea kuemployer barabara ya comportement wa zalendo wetu kwa nao hapa. Kwa sasa kama mateka ziko na kwa mingi na tuko naendelea kuambia uongozi barabara ya hiyo hicho adairi tuko na lomba sana sisi kama wale watu nikatuma ya raje ikue hapa na sisi tusaidie barabara ya hiyo mateka tunafanyika kila siku. Makao za kuanza mingi sana kwanza na fanya probleme. Kama tayari kwa hata silaha wengine walikuwa ni wajambazi, wengine bana ile kaso barabara ya hiyo wengine walikuwa na kamata ndio yanasumbua zaidi. So solution ku control ku gouvernement national provincial na uzilo gani anaweza kusaidia na kuvenye anene kwa angaleta kwa nkadre. Tubaki tu katika tarafa hilo la Fizi ni kwamba kiongozi wa kijiji cha Mukera Mboka Yeshetumbula wa 13 ametoa onyo kwa kutahadharisha wachimbaji madini kuto kutumia pombe wakati wa kufanya kazi. Hivyo ni baada ya mwili bila uhai kuokotwa ndani ya mgodi uliokuwa umejaa maji. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, kiongozi wa kijiji cha Mukera Mboka Yeshetumbula wa 13 ameonesha mazingira ya kuokotwa kwa mwili huo na kumalizia kwa kutoa ujumbe kwa wachimbaji madini maeneo hayo ya Mukera. Ni jana mida za asubuhi na taarifa kama kuna kijana mmoja nikana mwili wake unaelea ndani ya ziwa cha maji mushimo ambayo ilitumikiwa muda mrefu na ilikuwa imekwishamalizwa kutumikwa. Alafu nikaita vyombo husika vya usalama, tukakwenda pale tukaenda tazama mwili wa ndugu ule mwili wa ndugu ukatolewa ndani ya ziwa na ule mwili ukakaziwa jamaa yake na ukahifadhiwa hapo jana mwili wa huyo marehemu. Huyo ndugu anaitwa Amani jina lake ambaye ametuacha. Alafu uchunguzi ungaliki unaenda kwa kujua kisa mauaji cha ule ndugu, lakini kulingana na uchunguzi afanya ilionekana ndugu alikunywa pombe ya zaidi akaenda sasa kule kumachimbo ambako anakaa. Sasa iliwezekana aliporomoka na akaangukia ndani ya shimo na mauti kamkuta. Sheria zipo ndugu mtangazaji, sheria zipo. Sasa watu tekeleza hizo sheria ndio shida kubwa. Alafu watu wanatoka kule sehemu za machimbo wanakuja huku kumwingine wanakunywa mapombe alafu wanarudi sasa kule kumashimo. Wamekwisha kuwa walevi na wanapita manjia zenye kuwa karibu na mashimo ambazo zimejaa maji. Alafu hiyo ndo sasa shida ambazo zinatokeza mara kwa mara. Ndugu mtangazaji, hiki ni kitendo cha tatu sasa kutokea ndani. Ujumbe wangu ni wa ndugu wote ambao wanajisaidia na machimbo ya madini, wakati wanapokwenda machimboni waende bila kukunywa mvinyo, na wakati wanakuja kutafuta chakula narudi waje watafute chakula na warudi bila kulewa, sababu wakati wanapokuja wanakunywa pombe. Sasa wakati wanaporudi ule ulevi, alafu madhara yake ndo haya. Naweza kuambia wakati wanakwenda kutafuta pesa waachane kwanza na ulevi. Na huko Kinshasa ni kwamba chama cha PPRD kimesema kuwa kiko tayari kuunga mkono vuguvugu Tuokoe Kongo iliyoanzishwa na rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, huku akidai kuwa akiko tayari kwa marekebisho au mabadiliko ya katiba. Safari Alimasi Dilwe ameandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo.
Naam, kuanzishwa kwa vuguvugu la kisiasa Tuokoe Kongo ima Sauvons la RDC kwa Kifaransa wakati wa mkutano wa baadhi ya vyama pinzani vya DRC jijini Nairobi nchini Kenya chini ya urais wa Joseph Kabila kulipata majibu mazuri ndani ya chama cha PPRD. Mwisho wa mkutano wa kati uliofanyika Jumanne Oktoba 21, 2025 chini ya wenyekiti wa Obimina Kunjala Njoko na Emmanuel Ramazani Shadari, makamu mwenyekiti wa taifa na katibu wa kudumu wa chama cha PPRD. PPRD inasema inajiandikisha katika muungano huu wa Tuokoe Kongo na inadhibitisha hamu yake ya kupata nguvu katika njia ya kidemokrasia. Vikosi vya kisiasa na kijamii vilitoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa na kijamii ambavyo vinaunga mkono hatua hii kujiunga na jukwaa hili ili kuendelea kwa pamoja na mapambano dhidi ya udikteta na kukuza ustawi wa wananchi wa Kongo. PPRD inajisajili na inapongeza uundaji wa jukwaa la Tuokoe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inawaalika watu wote wa Kongo kuunga mkono sana ili kuokoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na mahitaji ya katiba ya Februari 18, 2006. Chama cha PPRD kinajiandaa kikamilifu kuchukua madaraka kwa njia za kidemokrasia, ilisema taarifa ya mwisho kwa waandishi wa habari iliyosomwa na Aristote Ngarime, mtendaji wa PPRD. Wakati wa mkutano huo, PPRD pia ilifanya marudio ya maadili ya watendaji wake na wanaharakati na kuonya dhidi ya jaribio lolote la kurekebisha au kubadilisha katiba. PPRD inapinga kabisa mpango wote wa serikali iliyoko madarakani unaolenga kubadilisha katiba Februari 18, 2006, njia ambayo inaonekana kuwa haifai na inaua taifa. Wakati huo mkutano mwingine wa familia ya kisiasa bwana Joseph Kabila unapangwa kufanyika huko Kinshasa. Awamu hii ni muungano wa FCC ndio ambao utakutana. Chini ya urais wa mkuu wa zamani wa nchi Joseph Kabila, viongozi kadhaa wa kisiasa wa Kongo na wa asasi za kiraia walikusanyika kutoka Oktoba 14 hadi 15 jijini Nairobi nchini Kenya ili kushiriki katika mkutano uliolenga mustakabali wa Kongo. Mwisho wa kazi walitangaza kuunda mfumo mpya wa kisiasa unaoitwa vuguvugu Tuokoe DRC uliokusudia kulingana nao kumaliza uongozi wa kimabavu, kurejesha demokrasia na kukuza maridhiano ya kiraifa. Wakikusanyika karibu na utambuzi uliozaniwa kuwa wa kutisha, washiriki walilani shida nyingi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilizopelekea kulingana nao kupotoka kwa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika tamko lao la mwisho, walishutumu serikali ya sasa kukiuka katiba, kuzuia nafasi ya demokrasia na kuzofisha sheria kwa maslahi ya kisiasa. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo, na kushukuru kwa kuwa ulinitegea sikio mwanzo hadi tamati. Mimi ni Omari Makelele Ozil.